Hello, habari zenu, karibuni sana kwenye channel yangu. Leo tuongelee jinsi ya kutumia manukato ya binti Ali Sudani kwa ajili ya kujisafisha kilo, kwa kinga, kuvuta neema, kusafisha mazingira ya nyumbani pamoja na rohoni. Nitakwenda haraka ili kila mtu aweze kunielewa, lakini pia itakuwa ni kwa ufupi sana. Sasa haya manukato ya binti Ali Sudani yametengenezwa katika mfumo wa aina mbalimbali. Kwanza kabisa unaweza kukutana na binti Ali Sudani sabuni, unaweza kukutana na binti Ali Sudani ambayo ni poda, unaweza kukutana na binti Ali Sudani ambayo ni mafuta ya kawaida ama manukato yenyewe yakiwa kwa mfumo wa manukato ama yakawa kwa mfumo wa perfume. Cha msingi inatakiwa upate kitu chochote ambacho kitakuwa na hayo manukato yenyewe ya binti Ali Sudani. Kwa lengo la kutumia vitu vyote hivyo ni kupata ile harufu ya binti Ali Sudani. Kwa hiyo nitakwenda kuelezea moja kwa moja namna ya kuweza kuyatumia haya mafuta ya binti Ali Sudani katika kufungua vifungo ama nuksi ambazo ziko katika mwili wako. Moja kwa moja kama utakuwa umepata hayo manukato ya binti Ali Sudani ama tuseme mafuta ya binti Ali Sudani, utakapokwenda kuyatafuta kwenye duka la dawa za asili, basi utayapata kwa jina la naomba mafuta ya binti Ali Sudani. Hapa hayo ndio utayapata kwa urahisi sana. Basi kitu ambacho utakifanya unapotaka kwenda kulala, hakikisha unatafuta chumvi ya mawe. Tafuta chumvi ya mawe. Ukishaipata chumvi ya mawe, utaweka kwenye ndoo yako ya maji. Utachukua mafuta ya binti Ali Sudani, utamiminia matone kadhaa katika hayo maji. Unaweza ukamiminia matone 3 ama matone 7. Utanuia wewe unachotaka, utajiosha vizuri kwenye mwili wako kwa manuizi yako, utaacha maji yakauke, utakwenda kulala. Na pia unapotoka kwenda kwenye shughuli zako, utakuwa unajipaka haya mafuta ya binti Ali Sudani sehemu ambazo zinaonekana pindi unakwenda kwa mbali. Usijipake kama unajipaka mafuta kwa sababu yana muundo wa manukato. Kwa hiyo utachukua kidogo, unachovya kidogo, unajipaka sehemu ya utosini, kwenye paji la uso, sehemu ambayo huwa mnasikia kama ndio jicho la tatu, lile eneo. Utajipaka sehemu labda za mikono. Kama unavaa viatu ambavyo vinaonyesha, basi utajipaka na sehemu za miguu kwa mbali. Narudia tena, usijipake ukitaka kupaka kwa mfumo wa mwili mzima, basi tafuta mafuta robo ambayo yatakuwa ni mafuta ya mzaituni ama nusu, dondosha mle matone 7. Ukishamaliza nuia utakachotaka, utakuwa unajipaka sa mwili mzima pindi unakwenda kwenye shughuli zako. Lakini kama sehemu yako ya biashara ina shida ama nyumbani unapoishi pia pana shida, weka makaa ya moto, washa moto wako hapo, weka hayo makaa, chukua hayo manukato ya binti Sudani, dondosha mle kiasi kidogo matone 7, huku ukifanya dua sasa kulingana na imani yako, kama unahitaji kuondosha vitu vibaya katika mji wako, hivyo kwenye biashara yako. Lakini kumbuka, kabla hujafanya vitu vyote hivyo, safisha nyumba yako vizuri. Utakaposafisha nyumba yako vizuri, ukafanya hivyo, basi utapata matokeo ya haraka sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia binti Ali Sudani katika kujiondoshea vitu vibaya kwenye mwili wako, lakini pia na kwenye sehemu yako ya kazi. Je, ungetamani ni kueleze nini tena kuhusiana na mafuta ya binti Sudani? Una swali gani ambalo linahusiana na mafuta ya binti Sudani? Je, unatamani pia nifundishe kitu gani kingine ama changamoto gani ipo kwenye maisha yako ambayo unatamani nieleze? Basi utaniandikia hapo chini ya comment. Nitapitia na nitakuja kutengeneza kipindi chake wakati mwingine. Na upendeni sana, tuonane wakati mwingine, na kwaherini.